Baada wiki mbili hizo kupita, siku moja tu ghafla, wakati sasa hayo maono yamepita, nikainuka tu kwa ghafla kwenye kitanda. Nilivyoinuka kwa ghafla kwenye kitanda, nikatoka nje. Nilipotoka nje, nikamwona mke wangu pamoja na binti moja aliyekuwepo hapo nyumbani, ambaye leo ndio mama askofu wa jimbo la kanisa letu huko Tanga. Nimetoka nje. Hiyo ndio mara ya kwanza kutoka nje na kuona jua baada ya wiki mbili. Kwa hiyo nikasema nimerudi duniani. Nimerudi duniani. Sasa wakawa naogopa hata kunisogelea. Nakumbuka mwaka ule wa 1990 na nakuwa nawadithia sana, siwezi kusahau katika maisha yangu. Nilichukuliwa katika maono ambayo si ya kawaida, si maono ya kawaida. Ndio yale ambayo Paulo mtume anasema kwamba nilikuwa katika mwili sijui, kwamba nilikuwa katika roho sijui. Kwa wiki mbili, mchana na usiku, nilikuwa kitandani, lakini sikuwa duniani wala sikuwa nimekufa. Lakini nilionyeshwa mambo mengi sana ya miaka mingi inayokuja, na achilia mbali juu ya miaka mingi inayokuja, nikaonyeshwa mambo ya ndani, nikapelekwa kuona mambo mengi yanayofanyika, yale tunasikia habari zake juu ya moto. Nikaona jinsi moto, watu motoni wanakuwa ni watu namna gani. Nikaonyeshwa mambo vile vile mbinguni. Nikaonyeshwa mambo ya ulimwengu wa roho, mashetani yanavyotenda kazi. Na hata nikapita katika kipindi cha kujaribiwa nyikani, kile kinachotajwa cha Yesu Kristo, ambapo nilipambana na shetani uso kwa uso na majeshi yake. Na nikapitishwa katika mambo mengi sana ambayo yanilifanya baada ya wiki zile mbili kurudi. Nilikuwa walikuwa malaika wanakuja. Nilikuwa natembea na malaika na kuona na malaika, nikaona kama wanadamu tu ambao tunakuwa nao pamoja. Na wakati ule nikizungumza, mke wangu na wale waliokuwepo nyumbani na washirika wachache tuliokuwa nao kanisani nyakati hizo walikuwa hawanielewi, kwa sababu nilikuwa nazungumza nikiwa nayaona yale nayaona. Nafikiri watu hawa wengine nao wanaona na viona, hawanielewi, wananiona kama nimechanganyikiwa. Na hata mshirika mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi hospitali akatamani kama vile ningeenda kupimwa, labda nina matatizo katika akili. Na nilipomkatalia, akawa bado anisisitiza labda ningepewa dawa fulani, kwa sababu nikizungumza mimi namuelezea nazungumza na wale watu nilikuwa naona, wale watu nawaona. Ndio hicho kinachosema kwamba nilikuwa katika mwili sijui, kwamba nilikuwa katika roho sijui. Lakini nikizungumza na nitajua huyu ni mke wangu, hawa ni washirika nilio nao kanisani. Wakati ule ilikuwa ni kama mwaka mmoja tu tangu tumeanza kanisa letu. Nitawapa maelekezo wakati mwingine wafanye nini, lakini mambo mengi nayozungumza hawayaelewi. Na baada zile wiki mbili, ikawa wakati wengine wanalia, wengine walikuwa wanalia, washirika wanafikiri kama niko katika kufa, kwa sababu hawaelewi nikoje kitandani namna hiyo. Na siku moja wakiwa wanalia, washirika wetu wengi sana sebuleni, wengi nyakati hizo, na maana walikuwa ikiwa ni 20 basi ni wengi sana,
Wakati wanalia hivyo, nikawa nimetoka katika kitanda kwenda kuwatia moyo. Nikatembea nikaenda sebuleni walipokuwa hapo, nikawatia moyo, nikamwambia, kwa sababu walikuwa hajaniona muda mrefu, nikamwambia mimi sijafa. Si mnaniona? Si mnaniona mimi sijafa, mimi ni mzima tu. Kwa sasa mnalilia nini? Lakini wakacheka, wakafurahi kwamba kuniona kwa macho, kwa sababu walikuwa hajaniona kwa wiki kadhaa au kwa zaidi ya wiki, na siendi kanisani. Viongozi tunawapa maelekezo. Lakini hatimaye, ingawa wameniona, lakini hatuelewani katika lugha, kwa sababu bado jinsi yangu navyozungumza na ya kwao, nikijaribu kuzungumza zaidi nitakuwa nazungumza mambo ambayo wao hawayaoni wala kuyaelewa. Kwa hiyo hatimaye tukaachana nao hapo, nikarudi kwenye kitanda. Baada wiki 2 hizo kupita, siku moja tu ghafla, wakati sasa hayo maono yamepita, nikainuka tu kwa ghafla kwenye kitanda. Nilivyoinuka kwa ghafla kwenye kitanda, nikatoka nje. Nilipotoka nje, nikamwona mke wangu pamoja na binti moja aliyekuwepo hapo nyumbani, ambaye leo ndio mama askofu wa jimbo la kanisa letu huko Tanga. Nimetoka nje. Hiyo ndio mara ya kwanza kutoka nje na kuona jua baada ya wiki 2. Kwa hiyo nikasema, nimerudi duniani. Nimerudi duniani. Sasa wakawa naogopa hata kunisogelea. Wakawa naogopa hata kunisogelea. Nawaambia nimerudi duniani, ninawaelezea mambo ambayo wao hawaelewi kabisa hata nazungumza nini. Baadaye nikaja kugundua kwamba ni afadhali nyamaze kimya, kwa sababu hawanielewi. Nikazunguka hivi kidogo uwani, nikawa naangalia maua. Ninashangaa sana, ni kama mtu niliyotoka mbali sana. Lakini nikawaambia, ndio basi, ule muda niliokuwako huko katika kuzunguka ndio umekushapita. Sasa tunaweza tu kuendelea pamoja, na ninaweza nikala kawaida. Wakawa bado wananisogelea kwa wasiwasi sana, yaani ni kama labda maiti anatembea. Na siwezi kusahau nyakati hizo. Mambo mengi yale niliyoona nyakati hizo ndio amenifanya kuwa jasiri kama simba. Ina maana kama nisingeona yale niliyoyaona, nisingekuwa na ujasiri wa kuzungumza ninavyozungumza leo. Nisingekuwa na ujasiri wa imani nilionayo leo. Leo ninaweza kuzungumza kwa hakika sana kwa sababu ya yale niliyoyaona. Siwezi kuogopa, siwezi kubabaishwa na shetani wa majeshi yoyote yale, kwa sababu nilimwona Mungu kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Lakini nachotaka tu kuzungumza hapa ni kwamba maono ya namna ile yanamfanya mtu kuugua. Yaani ndio hiki kitu kinachoitwa kuugua. Watu watakuona kama umeugua, kwa sababu yale unayaona ya muda mrefu ujao, na mambo mengi mchanganyiko ambayo akili, mwili wa kawaida hauwezi kupata. Watu wa kawaida wanakuzunguka hawezi kuelewa, watakuona kama unaugua. Na hata wewe mwenyewe katika fahamu na fikra huwezi kuelewa na kuzingatia sana mambo mengi. Miaka mingi inapita, wakati mwingine watakuta ndio kinakuja kitu kwamba kumbe ndio kile nilichokiona miaka ile, na tafsiri zake, kwa sababu ni za namna nyingi mbalimbali. Mungu anapozungumza na sisi kupitia katika maono, tafsiri za maono yale zinakuwa haziwi za kawaida vile tulivyozoea. 1+1 ni 2. Yatakufanya katika ufahamu na akili kuugua, kufadhaika. Hii ni nini? Na hata wanaozunguka hata kujaribu kuzungumza hawakuelewi, hakuna anayeweza kufahamu.
Sasa jaribu kuwaza miaka 2000 sasa na 600 inayokuja, uonyeshwe kile kitakachokuwako, inakuwa zaidi sana. Ndio hiki ambacho anakizungumza hapa kwamba na mimi Daniel nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha, kisha nikaondoka, nikatenda shughuli za mfalme, nami naliyastajabia yale maono, ila hakuna aliyefahamu. Hakuna ambaye angeweza kufahamu, hakuna ambaye angeweza kuelewa hata Daniel anazungumza nini, kwa sababu vile anavyovizungumza ungemwona tu kama mtu aliyechanganyikiwa, kama mtu ambaye haelewi anachokizungumza.